Naam, huko unasikiliza Baraka1 TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ilikuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Kindu, mamia ya wazalendo kuingia uwanja wa vita. Bukavu, magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo na RDF wapiga raia marufuku kuandamana. Uvira, Justin Bitakwira aomba washi msamaha hadharani. Na karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV, ikiwa ni saa 12 majira ya Afrika ya Kati asubuhi, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na uko unasikiliza matangazo yetu ikiwa ni tarehe 25 za mwezi wa 3 2025. Kumbuka tu kwamba operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hivyo ungana na Baraka1 TV kokote ambako unapatikana ili kuweza kuchangia chochote kitu kwa ajili ya wazalendo ambao wako wanapigana huko kwenye uwanja wa mapigano. Usikose pia kutembelea Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na matukio mengi ya yote ambayo yanazidi kujiri kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia matukio yote ya Operation Saidia Mzalendo utayapata kupitia Baraka1 TV channel 2. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko Maniema, ndani ya mji wa Kindu ambako mamia ya wazalendo kuingia kwenye uwanja wa mapigano. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuwa tata kwenye uwanja wa vita, huku mamia ya wazalendo kutoka kila kona wakiandamana ili kupambana na adui, hatimaye mamia ya wazalendo kutoka maeneo ya Kasongo wameweza kuwasili mjini Kindu tayari kuanza safari kwenda kwenye uwanja wa mapigano. Uvamizi wa nchi ya Rwanda ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumewafanya maelfu ya wazalendo kokote wanakopatikana kuweza kujikusanya na wote kuelekea huko maeneo ya vita ili kuzuia kuzidi kusonga mbele kwa magaidi hawa M23. Walipowasili ndani ya mji wa Kindu, walikutana na waandishi wa habari wa maeneo ya Kindu pamoja na vyombo mbalimbali vya habari, na hivyo kuweza kufanya mahojiano na kuonekana kuwa na morali na motisha hawatobaki hapa Kindu. Lengo letu ni kutaka kusonga mbele ili kwenda kupambana vita, na ndio maana tunataka serikali ya jimbo na serikali ya taifa iweze kutupa vifaa pamoja na mahitaji muhimu ili tuende kupigana na sio kukaa hapa. Haya ni maneno ya wapiganaji hao kutoka maeneo ya Kasongo. Hembu tuwasikilize. Yetu tulishukuru, tulifika jana, baitupokea kwa udhaifu wote mwenye tuliona, tukavumilia, baitupatia mbuzi na mchele tukakula, na bakatupatia nusu ya pesa yenye ilibakia tukailinda juu ya kusaidia batoto saa asubuhi. Tunalilia tu gouvernement basi tuache batupatie masila, tusizidi kuponda muda hapa, adui kuna progresser mbele. Batupatie masila tuanje advance, batutandike transport tena sa vile batutosha kule kwetu tulikuwa, na banapatia ba montare makota yabo saa asubuhi. Antuka tunashukuru kwa kutusutenire, sababu shia tupendake kukuwa ba patriote busy. Tuko ba patriote tunateteleaka nchi yetu usiku sawa vile mchana, na ndio maana tunaacha mafamilia yetu, tuko ba responsable
kuko benye biko na babibi 3 4 kumanyumba, batoto 10 15 mumanyumba. Me tunasema tunaacha tu, tunaenda kutetelea nchi yetu, kwa sababu nchi isiangamie mu mikono ya adui. Njo hivi tunapatikana hapa Kindu, basi tupondee muda ku mahitaji yenyewe baba yetu atabaambia, batulibereshie tuende kwenye shamba mapambano iko. Komandante Bataillon Kasongo wanasema kama anaacha jamaa yake lote kumungini, kuacha maaktivite mbalimbali, wanajitoa kwenda kupigania nchi bila mshahara fulani. Ila wanaomba tu mshahara kwa wapate vifaa ya kwenda kupambana na jeshi wenye Rwanda wenye kuvamia nchi yao. Sasa kwa sasa mnaomba vifaa kusudi mwende kesho kupambana na wale wavamizi wa Kongo yetu. Kwa normale pour que tutoke twende pamoja, selogisi gouvernement atu soutenir kwa hii kujitoa, tunajitoa. Mengi General charge na operation haishaongea na Colonel Kasongo haishaongea na mimi. Kwa kifupi ni kusema atukuja kukaa hapa Kindu, hapa haiko fasi yetu. Sofu serikali itupatie kitu kyokyote kinao stahiki, vifaa watupatie kusudi tuondoke hapa. Tunalomba vifaa kwa serikali ya jimbo ya taifa. Asante. Na sisi tunajitoa wenyewe binafsi, hatukushurutishwa na mtu kwa ajili ya sisi nchi yetu. Ukiachana na hayo, tarafani Fizi ndani ya mji wa Baraka, wazalendo wa SNPCC kupitia kamanda Mamadu amewataka vijana wenye kumiliki bunduki kuachana na vitendo vya kupiga risasi kiholela, na hivyo waweze kwenda kujiunga na makundi ya wazalendo SNPCC ama makundi mengine, na yeyote ambaye atanaswa akiwa natumia silaha yake kinyume na utaratibu, basi huyo ataweza kushughulikiwa. Na pia ameweza kuwataka wazalendo wanaojaribu kuwanyanyasa raia kuweza kuachana na matukio hayo, na baada yake kazi ya mzalendo ni kulinda raia pamoja na mali yake na wala sio kunyanyasa raia. Message yako mkubwa kutokana na raia wa tarafa la Fizi, utatuambia je, kutokana na security ya mabale ambaye napigwa ovyo na mji wetu wa Baraka, ambaye raia wanasema inakuwaje, wanakosa amani kila siku, risasi mpaka wengine wanasema siku enemy ataingia hatutayua kitakachoendelea. Lazima uambie raia wa Fizi wajue nini zaidi ambacho kinachoendelea. Karibu. Merci. Mimi nitakuwa kifupi tu, sitakuwa na maneno mingi ya kuongeza. Neno ya kwanza ni kuambia raia huku wakati yenye wa FARDC gisi walikuwa wanauzisha mabunduki huko, raia zenye ziliuza mabunduki na zile raia nazo zinachangia kupiga masasi, na hazina raia manake ni babandi. Tunawaita raia kwa sababu ni watu wenye hawayafika ugrupe yoyote ile ya reservist, ndio tunawaita wa raia. Kwa hiyo pointi ya wale wa raia wakamate zile bunduki zao, waingie ku reservist ukundi yoyote ile. Kama watakuwa ku SNPCC, kama kwa wanani wataenda kwa baba Nzerambuma, kama wataenda kwa nani kwa Toronto, kama wataenda kwa baba Kibukila, hata japo ni marehemu, waende, kwa sababu tuache raia na uhuru. Manake wale ni babandi, wanashika silaha nyuma ya sheria, na ile tunakatala. Raia yoyote mwenye tutaona ni ile hatia, papa hauna bati kabisa, hauna bati, tutafanya nguvu yoyote ile. Ewa, tutajua na nyumba yako. We papa, ambia kijana wako. We mama, ambia kijana wako. Dada, atupendi fuyo. Wakati unaanza kufuatiliwa, utasema kwa sababu nyinyi Wabembe mnakuwa na miali sana. Zitu nyinyi Wabembe. Aseme mtoto Elia, mtoto wa Yakobo ananifuatilia familia yangu. Sasa baba yako hatajua kama unaingia msiasa ya kupiga masase na wewe hauna reservist. Hiyo tunakatala. Raia yoyote mwenye iliuza silaha, iwe kuleta silaha, ifike kule kuyepe, tumwandikishe naye akwe mkundi ya kumanipulate nchi, kwa nchi yetu ikuwe na mali. Basi pointi ya raia inaisha. Pointi ya pili, nilisikia
wazalendo, mimi nasemaka na wala wana wazalendo hii masasa yenyewe nalialia hivi, wanaenda wanafika vitu ya raia, wanakamata masimu, wanakamata kupiga raia sana. Nasema hivi, wewe kama unajiita mzalendo, papa, chunga uzalendo, jua shabaha yao kusika silaha kama ni nini. Raia, mimi nawaambiaka raia ni Mungu, raia ndio Kristo. Raia kama una madipile raia makosa, wewe utaenda wapi? Raia ni bebe, tuchunge raia na mali yake yote, pia na kufunga mipaka ya enemy. Mimi ninakuwaka nasema ile maneno sana, na kwa hiyo hivi ninaanza vei hivi, niko mvei kwa leo, niko mvei niko mvei barabara kwa barabara, aveni kwa aveni, bila baraka. Ni mimi chef Estra Mamadou des opérations ya SNPCC Baraka. Kwa hiyo yoyote mwenye nitakuta napiga masasa bontaba, tena ninasema ikwe mchana ikwe busiku, na busiku mimi naanza vei hivi, naanza mchana, busiku naanza vei. Tutaangalia kwa sababu unakosesha raia amani. Raia ndio Mungu, raia ndio Kristo. Tule bwana, utafanana na M23 gisi ya Goma, gisi na chinja raia Bukavu, na wewe ndio utakuwa hapa, na sisi ndio tunaleta amani mwinchi hii ya Kongo yetu. Tunakatala hiyo. Kwa hiyo wa reservist hata kwa wazalendo, kama huku mzalendo halali hata kupiga masasi. Ukipiga masasi hauna mzalendo. Huku na kile ya M23. Unapenda upore na unapenda upore na atupendi kupora raia. Mwenye anasema hapa ni Chef Estra Mamadou wa SNPCC ya baba. Na baada ya kuweza kusikiza taarifa hizo kutoka Kindu pamoja na tarafani Fizi, moja kwa moja tujielekeze ndani ya mji wa Bukavu ambako magaidi wa M23 na SWAFU Kongo pamoja na RDF wapiga marufuku raia kuweza kuandamana. Kutokana na matukio ya raia wa Bukavu kuandamana na kuonyesha kutokuridhika kuwa chini ya utawala wa magaidi wa M23 kutokana na mauaji, wizi, ubakaji pamoja na uraji, wananchi wa Bukavu wameweza kupigwa marufuku na magaidi wa M23 na kuwakataza kabisa kutokuandamana, na endapo kuna matatizo yoyote waweze kwenda kuwakilisha matatizo yao mbele ya magaidi hao wa M23 na sio kuandamana. Mimi nasema nini? Hairuhusiwi. Kwa usiku sawa vile mchana tunakubali watu kwenda kundoa na kwenda ukilio, lakini inakuwa fujo ingaliki mingi, marezo sosio zingaliki zinabadanganya. Tunasema hakuna vya manifestation. Unanisikia? Ndio. Mwenye wataita kwa manifestation, nimwambie kama ule mwanakuita anatafuta kwenda kukuonyesha kienye kilikatazaka huku kukoyola. Unanisikia? Ndio. Kama unapenda kukunywa mai na bunga, a partir ya leo tunawaambia kama manifestation inakataziwa. Okay? Ndio. Na mwenye anajiona pomba au popo solution au jambazi atasikilia kumwili yake. Mimi nasema siseme usiku. Hayo yalijiri baada ya maandamano yaliyofanyika usiku wa kuamkia tarehe 24 usiku, huku raia wakionyesha huzuni yao kutokana na manyanyaso ambayo yako yanazidi kuendelea kutoka kwa magaidi hao wa M23, na huku wakisherekea kujio wa wazalendo ambao walianzisha mapigano huko maeneo ya Nyangeze. Marufuku hiyo inafanya wananchi wa Bukavu kuweza kuwa watumwa ndani ya nchi yao. Hawana sauti, hawana la kusema, hawana la kuzungumza, na wala hakuna sehemu yote hili ambayo wanaweza kwenda kutoa malalamiko yao.
Kuanzia hiyo tarehe 24 za mwezi wa 3 2025, Alliance Fleuve Congo M23 pamoja na RDF wametoa tangazo hilo la kutokuandamana, na yeyote ambaye ataweza kuandamana basi atakipata cha mtema kuni. Kwa mmekuja kusikiliza maneno ambayo itatamkwa na viongozi wa chama hapa Bukavu. So niko na maneno machache tu ya kuwaelezea, kwa kuwa mingi meya wa mji amewaelezea, mingi burgomestre amewaelezea, na kama kukuwa kusikia meme neno moja tu anakuwa alishasikia, si ndio? Na muhimu ni kukuwa na volonte ya kusikia na kutenda ambao wamewazungumzia. Mimi sana sana ndagusia mambo matatu, na yale yote yataendana na usalama. Unajua kwamba neno la kwanza ni kuwajulisha kwamba muda Kongo imeteseka, este ya Kongo imeteseka muda mrefu. Inakuwa zaidi ya miaka 25. Tuko katika mateso, tuko katika shida. Na hiyo shida tunailetewa na uongozi mbaya ambayo ilienda iko na badilishana pouvoir ya Kinshasa. Tunaelewana pale? Sasa hii muda ni muda yetu kubenefisie kwa hii wakati, ili kwa hii amani tuizalishe matunda. Tunaelewana? Ndio. Hii amani yetu ambayo tuko nayo huku Kinshasa haifurahie. Ndio maana mimi neno ya kwanza ni kuwaomba hii amani tuikamate vizuri ambayo tumepata. Tunaelewana pale? Ndio. Kusikue mtu mwenye atatuletea division kati yetu. Kusikue mtu atatuletea ubaguzi. Tunaelewana? Kwa kuwa Kinshasa silaha ambayo anabakia nayo ni silaha ya kuleta ubaguzi katika watu, akidanganya kwa marezo sosio. M23 AFC itaenda. Bongo yake hatutaenda fast. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Kwa kuwa kufika yetu hapa, tumefika hapa sio kwa utaji yake. Sio ambaye amehitaji au ametuita mkuje hapa. Tumekuja kwa nguvu zetu. Naye kama iko na nguvu aje basi atutoshe. Tunaelewana? Ndio. Ile ni ya kwako. Tunaelewana pale vijana? Ndio. Ya pili ni kuelezea kwamba sisi manifestation hatuyakubali, na meya amesema kama kuna shida muna uongozi, mpande kwa uongozi mwambie tuko na shida hii na hii, na iwe shida ya mzuri ya ujumla ili wa viongozi waishirikie. Kwa kuwa kwenda kubarabara mnafanya manifestation haiko njoo itamaliza crise. Au contraire, ile manifestation tutawakonsidere comme ennemi mwenye tunajua kwamba gouvernement ilikamata vijana ikawapatia masiraha eti ni wazalendo. Si mnajua hiyo? Ndio. Sasa wakati tutafanya manifestation, jeshi hatutajua kuwa differentier entre nyie na wazalendo. Tunaelewana? Kwa kuwa wazalendo hawavale teni. Tunaelewana? So kusudi tuepukane na hiyo, ndio maana hakuna manifestation inakubaliwa mweneo ambayo inaongozewa na AFC M23. Malalamiko yote ni kuipandisha kwa uongozi ngazi kwa ngazi, na hadi itapata suluhisho. Tunaelewana pale? Ndio. Tunaelewana? Ndio. So, ya tatu ni kuambia muda hii ambayo tunafikia sasa ni muda ya kuishi pamoja. Tunaelewana? Ndio. Ni muda sasa ya kutumika. Le vivre ensemble et le travail pour le développement de notre entité. Tunaelewana? Ndio sema kama tunaishi pamoja, kama tunatumika, tutaendelesha hii mwingine yetu. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana pale? Ndio. So, ndio maneno tatu nilikuwa ya kuwaelezea. Nimesema hivi. Nimesema hivi. Tunaelewana? Vijana tunaelewana? Ndio. Nimesema hayo yakizidi kurindima ndani ya mji wa Bukavu, chuoni Isder kulionekana magaidi wa M23 wakiingia na silaha, huku wakiwadanganya wanafunzi na kujaribu kuwakubalisha kuweza kukubaliana na wao na kuendelea kuungana na magaidi hao wa M23, huku wakitoa maneno ya kejeli kwa serikali. Les gens qui vous trompent que les M23 va
Ni ndoto ya nani? Ya Yusufu. Tunalipenda. Tunalipenda sie, mwakera sie. Musiki. Hakuna. Hakuna. Bonjour. That's génial. Ndoto ya Yusufu. Hey. Tutasoma. Oui, tutasoma. Amani pia iko bako na uwa batu kila siku. Na hii ni Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kunasikiza matangazo yetu moja kwa moja, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Tunasikika vizuri sana kutoka Australia, kutoka Canada, Marekani, Europe, Afrika Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki na Kati, Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, pamoja na sehemu zingine zote za dunia. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Bukavu, na moja kwa moja tushuke maeneo ya Uvira, ambako mbunge wa taifa Justin Bitakwira waomba washe msamaha hadharani kutokana na kauli tata za mbunge Justin Bitakwira ambazo zilifanya spika wa bunge pamoja na wabunge wengine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kumuelewa Bitakwira vibaya, na hivyo kuweza kumwongelea kwa vibaya. Na Justin Bitakwira bila kukaa kimya aliweza kuwakusanya waandishi wa habari na kuomba msamaha hadharani mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa pamoja na vile vya kitaifa. Parler de la complicité des Bâches dans la généralité. Et cela a créé un émoi, une contestation parmi eux. Parce qu'il n'y a jamais eu de tribus saintes dans chaque tribu. Comme chez moi, chez les Bafourir, il y a des complices des Rwandais. Chez les Babembe, il y a des complices des Rwandais. Chez les Bâches aussi, il y a des complices des Rwandais. Donc, je présente mes excuses aux Bâches que j'ai offensés publiquement. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune tribu sainte. S'il y a eu écart de langage, misimamo ya Justin Bitakwira na maneno yake dhidi ya wazalendo, nguvu yake na umoja wake, na jitihada zake za kujaribu kuwasaidia wazalendo waweze kupambana na kushinda vita hii, kumeweza kuwakera wabunge wengi ambao kwa upande mmoja wanakuwa hawawezi kujitokeza, huku wakiwa ni upanya puliza wakisubiria M23 kushinda ama kushindwa ili waendeleze harakati zao za kubaki madarakani.
Justin Bitakwira Bionahai ni mbunge wa taifa kutoka jimboni Kivu ya Kusini ndani ya tarafa ya Uvira, ambaye anapambana kila kukicha kwa ajili ya wazalendo, lakini juhudi zake wengine wanaziona kama vile ni ubaguzi, huku wakimuita kwamba Justin Bitakwira ni mbaguzi na wala sio mwana harakati, na pia vile vile hayupo na afanya kazi kwa ajili ya faida za wananchi, bali kwa ajili ya faida yake, kitu ambacho mamilioni ya Wakongomani wanakiona kama ni upuuzi mtupu. Kauli ya Bitakwira aliyosema Uvira ndiyo itakayookoa Bukavu pamoja na Goma na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo yanakaliwa na magaidi wa M23 iliweza kuwakera watu wengi, na pia kauli aliyosema wengi ambao wako ndani ya M23 ni washi. Kauli nazo hiyo pia iliweza kuwakera watu wengi na hivyo kumsema vibaya bwana Justin Bitakwira Bionahai. Ukiachana na taarifa hizo, kwa upande wa Kisangani, Luteni Jenerali Gilles Banzamwila Mbo, kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, ameweza kuwasili mkoani Chopo ndani ya mji wa Kisangani, ikiwa ni dhihara ya kikazi maalum na kukagua vikosi vipya vilivyowasili Kisangani ili kuongeza nguvu ya kupigana na magaidi wa M23, Alliance PF Congo pamoja na RDF. Upande wa Kinshasa, waziri wa miundombinu Alexis Gisaro amewalahumu Wanyarwanda wanaoingiza chokochoko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri huyo mwenye asili ya Kinyarwanda kwenye jamii ya Wanyamulenge ameweza kukanusha kitendo cha Wanyarwanda kudanganya kwamba jamii hiyo ya Wanyamulenge inanyanyasika na inabaguliwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akifafanua mambo mengi. Ndani ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa upande wa PM Military Police, Police Militaire PM, kumeweza kutokea matukio mbalimbali yenye kusikitisha na yenye kuvutia, hivyo kufanya kamanda mkuu wa jeshi hilo kuwakemea makamanda wa kike ambao badala ya kufanya kazi yao kwa ufasaha wao wanaikalia vitendo vya hovyo na hivyo kujikuta wakibeba mimba kila kukicha. Bota la kapeko solola. Toyebi biloko nyonso makambo ebomba na imitete. Nyonso toyebi. Toyebi mutu na mutu oyo. Koza basem perte sot, basem ka basem. Bota basem yango bota na ngoni. Boyebi ba contra quoi? Contraceptif, c'est ça. Bazo tsango awa tonga wana pour troisième té. Et puis par rapport sexuel, ils sont responsables. Pour se protéger, c'est le monde qui a la paix. C'est protéger quand? C'est protéger parce que malade estébélé. Malade, oui, ce n'est pas seulement le sida. Malade estébélé. Ah, Sony. Tant que comme ça va permettre beaucoup mususu aleki na faire. Moi je l'attends permettre one and spécialité quand ça pas basé. C'est quoi ça? Na pem ça unité à ba blague hôtel. Quand tu n'es pas tini bino on a pem. Ba pesa ki bino chance côté bout na FT. Okaki tout se débarrasser na bango. Ngai na lobaki na lobi baya to encadrer bango. Ngai na lobaki. Na banga ki bino te. On a vu que boza ba bino pe boza carrière na bino militaire. Boza pe besoin na mbongo, boza besoin pe na ko s'épanouir. Nandima ke biboya na ba PMF. Mais
réputation mabe ebele bazosala bango mosala te surtout na état major service nde tozoka basango basala bango misala kuna te bafandi wana kaka kindumba soki nabengeli bino awa mpona kozongisa conscience na bino en tant que basi mwasi il faut mpe kokanga makolo kati il faut pas mobali nyonso akoya il faut fungola makolo non ozomibebisa surtout problème ya réputation basomba yango te nani ayebisi teke bino bokozala mpe un jour bagénéraux ntango bokozala bakobanda koloba wana tosakana na ye sakana na ye capitaine eza nini yo bozo kokaba te tekoloba me te wana obakisi nde mabe musa soda ezali na bastructure nyonso ya konkadre mutu aboyi boloko aboyi bokangi ye kosala boye te baza bato baza besoin d'encadrement baza besoin d'accompagnement baza besoin na conseil ebele wana moni mpe basambela nzambe te kotoza bachrétienne mpe biloko toyoka moto mikumba ya bana pmf bolembeseke mpe te bana ngo soki bana nef osala na bango nini mwana liboso ya saint jean awuti kokufa na yesi atikeli yo bana mibale mosusu moko azoyebana nani soki aza na kalemi o soki na nini azalaki komando asi akei o mosusu nani ajida moko nde apesaki yo semi baajida wana bazorepondre na nini na ft bana unité te oza butu ndeni tana mibale ozotu mosusu na civil wewe azokolongolo teni wewe c'est honteux wewe wangu abandako. Naam, asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako unakuwa uko unasikiza matangazo yetu, na hapo ndipo tunakwenda kungonanga kwa asubuhi hii ya tarehe 25 za mwezi wa 3 2025. Tukutanane saa 6 saa 9 pamoja na saa 12 kwa matangazo mengine. Mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, the one and all in town, DJP. Usikose pia kutembelea Baraka One TV channel 2, na pia usikose kujiunga na membership za Baraka One TV ili kuweza kuisupport Baraka One TV. Mengi na zaidi majira ya saa 6. Chao chao.